Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Zone Media, na leo hii nakuletea taarifa ambayo utakwenda kufahamu ni kwa jinsi gani rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alimpa onyo rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusishwa kulisaidia kundi la Red Tabara kwa ajili ya kuweza kufanya mashambulizi miongoni mwa maeneo ya Burundi. Ndipo rais huyo sasa Evariste Ndayishimiye, baada ya kushtukia issue ya Kagame au operation ya rais Kagame, kabla hajaweza kutimiza lengo lake, basi akaweza kumpa onyo kali, ambapo imekuwa habari kubwa sana kwa wiki hii. Sasa tunakwenda kuona ni kwa jinsi gani kundi hili Red Tabara lina nguvu kiasi gani na kuweza kuchukua mamlaka kadhaa ya kuweza kufanya mashambulizi. Red Tabara ni kundi la waasi linaloendesha harakati zake nchini Burundi likipinga utawala wa chama tawala cha National Council for the Defense of Democracy, Forces for the Defense of Democracy, CNDD-FDD kwa kifupi. Kundi hili lilianzishwa mwaka 2011 na linaaminika kuwa na wapiganaji kati ya 500 na 800. Tangu kuanzishwa kwake, Red Tabara imekuwa ikijihusisha na mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali na taasisi zake. Mnamo Desemba 22, 2023, kundi hili lilidai kuhusika na shambulizi katika kijiji cha Vugizo karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo watu 20 waliuawa wakiwemo wanawake na watoto. Mnamo Februari 2024, Red Tabara ilifanya mashambulizi mengine katika maeneo ya Gatumba na Buringa, ambapo watu 9 waliuawa na wengine kujeruhiwa. Serikali ya Burundi ilifungua kesi za jinai dhidi ya kundi hili, ikiwashutumu kwa uhalifu dhidi ya binadamu kutokana na mashambulizi haya. Serikali ya Burundi imeituhumu Rwanda kwa kuwahifadhi na kuwaunga mkono waasi wa Red Tabara, madai ambayo Rwanda imekanusha. Mnamo Januari 2024, Burundi ilifunga mpaka wake wa Rwanda kwa muda usiojulikana, ikidai kuwa Rwanda inatoa hifadhi kwa wahalifu wanaoshambulia Burundi. Red Tabara inaaminika kuwa na kambi zake mashariki mwa DRC, hasa katika mji wa Kivu Kusini. Serikali ya Burundi kwa ushirikiano na vikosi vya DRC imefanya operation za kijeshi dhidi ya kundi hili katika maeneo hayo. Hata hivyo, Red Tabara imekanusha madai ya wanachama wake kukamatwa na vikosi vya DRC. Msimamo wa serikali ya Burundi ukoje juu ya Red Tabara? Serikali ya Burundi imechukua msimamo mkali dhidi ya Red Tabara, ikiwaita magaidi na kuwapa kuwakomesha. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesisitiza kuwa hakuna mazungumzo yatakayofanyika na wale wanaua raia wasio na hatia. Hata hivyo, baadhi ya wadau wa kisiasa wamependekeza mazungumzo kama njia ya kutatua mzozo huu. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, katika hotuba yake ambayo aliweza kuitoa hapo juzi akizungumza na chombo cha habari cha BBC, aliweza kuzungumzia nia yake thabiti ya kufanya mazungumzo na rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusiana na kundi hili, kwa sababu rais wa Burundi Ndayishimiye aliweka wazi ni kwa jinsi gani ambavyo alikwisha kaa kikao na rais wa Rwanda Paul Kagame kuzungumzia mustakabali mzima juu ya kundi hili la Red Tabara, ambapo Rwanda inashutumiwa kuweza kuwapa hifadhi katika maeneo ya mipakani mwa nchi ya Burundi. Sasa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alimuomba rais Kagame kwamba aweze kumkabidhi hao waasi au hao magaidi, awafungulie mashtaka kwa mujibu wa sheria. Lakini sasa Kagame ni kama vile alikuwa na delay kwa ajili ya kuweza kufanya maamuzi ambayo walikwisha kubaliana. Na rais Ndayishimiye kwa upole kabisa katika mahojiano yake aliweza kuzungumza ni kwa jinsi gani ambavyo anaumizwa na kile ambacho Kagame hajaweza kukisapoti. Sasa baada ya kuweza kupeleleza, rais Kagame aliweza kupewa onyo na rais Evariste kwamba hatakiwi kuweza kufanya hatua zozote za kuishambulia Burundi, kwa sababu endapo atafanya hivyo, basi Burundi haitakaa kimya kuweza kunyamaza kwa kile ambacho kinaonekana, kwa sababu Red Tabara ina wanajeshi wapatao 500 hadi 800. Ni idadi kubwa sana kwa kikundi cha waasi kama hiki ambacho kimekita maeneo yake mipakani mwa Rwanda na Burundi. Na vile vile rais Kagame ni kama vile anataka kukifanya kikundi hichi kuwa kama M23 ya pale DRC Kongo, ambapo kikundi hiki sera yake kubwa ni kinapinga kabisa utawala wa chama tawala cha CNDD-FDD ambacho ni
Forces for the Defense of Democracy. Sasa hii inaonekana wazi kabisa kwamba msuguano unazidi kuwa mkubwa baina ya nchi hizi mbili, lakini vile vile huku rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye akimuomba zaidi Kagame kwamba waweze kukaa tena kuweza kusuluhisha matatizo kama haya. Of course anaonekana kabisa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye hataki makando kando wala hataki misuguano katika ukanda huo, kwa sababu anaamini kwamba vita vinaumiza watu ambao hawana hatia. Wengi wao ni kina mama pamoja na watoto. Tumeona katika nchi kama Kongo pale maeneo ya Goma, Bukavu, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, wanaoumia zaidi sio wanajeshi wanaopambana, bali ni raia ambao hawana hatia katika maeneo yale pale, kwa sababu vita ambavyo vinapigwana, zile silaha ambazo zinatupwa zinakwenda kudondokea katika makazi ya raia. Sasa hizo silaha ni silaha nzito na silaha za hatari ambazo zinaharibu kabisa maisha ya watu pamoja na makazi na maisha kufanya kuwa magumu sana. Burundi ni moja kati ya nchi ambayo ni maskini sana kwa hapa Afrika, ni moja kati ya nchi ambazo zinaingia kwenye listi hiyo. Sasa Rais Ndayishimiye hatamani kabisa vita viweze kutokea na jirani yake ambaye ni Rwanda. Hii ni tofauti kidogo na Kongo. Kongo wao waliamua kupambana na M23 kwanza kabla ya kutaka mazungumzo kwa hivi sasa ambayo yanatarajiwa kuweza kuwafikiana, japokuwa serikali hiyo imeweza kutoa tamko kwamba yeyote atakayeweza kuwakamata viongozi wa M23 basi atajishindia pesa nyingi sana kwa mujibu wa serikali ya DRC. Sasa hapa Rais Ndayishimiye kwa uchungu kabisa amezungumzia nia yake thabiti ya kutaka kuzungumza na Rais Paul Kagame kwa hiki ambacho kinazidi kutokea. Sasa serikali ya Burundi imeituhumu Rwanda kwa kuwahifadhi na kuwaunga mkono waasi wa Red Tabara, madai ambayo Rwanda imekanusha. Mnamo Januari 2024, Burundi ilifunga mpaka wake wa Rwanda kwa muda usiojulikana, ikidai kuwa Rwanda inatoa hifadhi kwa wahalifu wanaoshambulia Burundi. Sasa unaona kabisa kwamba Rwanda tayari imekwisha kanusha kwamba haitoi ufadhili wowote katika kundi hili la Red Tabara. Na mpaka ikafika hatua Januari 2024 serikali ya Burundi kupitia rais wake Evariste Ndayishimiye ikafunga mpaka kwa muda usiojulikana, huku ulinzi ukiimarishwa maeneo ya mipakani, japokuwa kumekuwa kuna hofu kubwa labda huenda mashambulizi yakafanyika wakati wowote katika maeneo hayo. Sasa Red Tabara inaendelea kuwa tishio kwa usalama wa Burundi, huku serikali ikiendelea na juhudi za kulidhibiti kundi hilo na kurejesha amani nchini. Mgogoro huu umeathiri uhusiano wa Burundi na nchi jirani, hasa Rwanda, na kuleta changamoto katika juhudi za kikanda na za kudumisha amani na kiusalama na usalama. Sasa unaona kabisa kwa jinsi gani ambavyo Rwanda na Burundi zimekuwa sasa hivi haziaminiani kabisa, ambapo rais huyu Evariste Ndayishimiye amemshutumu kwa kiasi kikubwa sana Rais Kagame kwamba amekuwa ni mtu ambaye akitoa fadhili katika kundi hili la Red Tabara, na sasa hivi inasemekana kwamba kundi hili limekita makambi katika maeneo ya nchi ya Rwanda mipakani kule, huku akipata intelijensia za siri kabisa kwamba Rais Kagame analiandaa kundi hili kwa ajili ya mpango wa kushambulia katika nchi yake ya Burundi. Ndipo onyo kali ilipoweza kutokea. Sasa hilo ni kundi la Red Tabara, na umeweza kufahamu kidogo kwa ufupi historia yake, nini ambacho kipo nyuma ya pazia, lakini vile vile juhudi za Rais Evariste Ndayishimiye kuweza kulidhibiti kundi hili ni pamoja na kutoa onyo kwa Rais Kagame, lakini vile vile ushirika wa Rwanda na Red Tabara umeweza kuona mtazamaji ni kwa jinsi gani na ushirika, lakini japokuwa serikali ya Rwanda imekanusha kulisaidia kundi hili la Red Tabara. Sasa tufuatilie kila siku mtazamaji wa Zone Media kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Tutakuletea taarifa zote muhimu ambazo unastahili kuzipata kwa wakati sahihi. Na hii ni Zone Media. Asante kwa kutufuatilia.